Mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi. Shemeji, hivi wewe unachokiona kweli unafanya kitu sahihi kabisa bwana shemeji? Hivi kwa nini unamfanyia binti yako mambo kama haya? Hivi shemeji, hata kama ungekuwa ni wewe, milioni 50 usingeiacha. Usawa huu, milioni 50 niache na uzee huu? Bwana shemeji, hata kama ni pesa, pesa ni tamu ndiyo, nakubali. Lakini huwezi kumfanyia binti yako hivi, ukumbuke yule ni binti yako. Sawa? Unamfanyia unyama wa namna hii. Vipi bwana shemeji? Jukumu la mzazi kama mimi najitambua. Sinajitambua mimi ni kumtengenezea mwanangu maisha mazuri. Pale pana pesa. Kama na pesa, basi mwanangu ni sahihi kukaa pale. Atakaa hana matatizo yoyote. Na hichi unachokifikiria wewe hakitatokea. Si umeelewa? Bwana shemeji, unakosea. Unakosea. Kwa sababu haki ya yule mtoto unaitengeneza vibaya wewe. Yaani unamtengenezea mtoto vibaya kwa sababu kwanza umemuongopea. Mnamuonyesha picha ya mtu mwingine. Alafu akule akakutane na mtu mwingine. Hebu fikiria unatengeneza sumu ya aina gani pale? Kwa mfano anafika anakuta sio yule ambaye mnamuonyesha nyinyi kwenye picha. Shemeji, unashindwa kufikiria hapo kabisa? Sikiza shemeji. Yule ni binti yangu mimi. Maamuzi nimefanya mimi. Halafu sikiza kitu kimoja. Hii siri ni ya mimi na wewe. Mimi na wewe hakuna mwingine anayejua. Na endapo utasikia kwingine maana ni wewe, naomba iwe siri. Sawa, mimi naweza nikafanya siri, lakini wewe unaona kwamba hichi ulichokifanya kinakubalika katika jamii, katika Mungu. Mbona shemeji unashindwa kunielewa? Kwa hiyo shemeji, mimi nilijua utanishauri kitu kizuri. Unanishauri, mimi sina akili. Nimeamua na lolote litokee, niko tayari. Lakini binti yangu hawezi kukaa mtaani hapa anadhalilishwa mara huku napishana naye mara huku. Mimi sipendi. Binti yangu anaenda kwenye pesa. Mimi nimeamua kumwozesha sehemu yenye hela. Ya laiti ningejua mapema ningegoma. Mmeo, bado hujalala? Umetoka wapi sasa hivi? Nimetoka kazini. Nakuuliza umetoka wapi sasa hivi? Nimetoka kazini. Sikia mwanamke usinitanie. Nimempigia mfanyakazi wako. Kanaambia umetoka muda. Mapema sana umetoka dukani. Wewe umetoka wapi sasa hivi? Niambia ukweli. Anyway, nilivyotoka kazini nikapitia kwa Jane rafiki yangu. Kuna baadhi ya vitu kwa tunajadili. Ndio maana nimechelewa mpaka saa hizi. Una uhakika na unachokiongea? Mara kwanza unasema ulikuwa ofisini. Sasa hivi unasema ulikuwa kwa Jeni. Nielewe kitu gani sasa wewe mwanamke? Ninapokuambia nimetoka sehemu fulani, nataka unielewe. Nimetoka kazini, nikapitia kwa Jeni. Sidhani kama kuna mjadala tena hapo wa kuanza kubishana saa hizi. Nilikuwa nimechoka, nahitaji kupumzika. Umeniuliza vizuri, nimekujibu unavyotakiwa kujibiwa, unatakiwa kuelewa. Afu sikia nikwambie. Napokuuliza maswali, nahitaji majibu ya uhakika. Kwa sababu unachokiongea na kijua. Sijui unanielewa? Oh, na nataka nikapumzike. Sasa leo unaongea nini saa hizi afu nimechoka sana. Karibu. Jane. Habari? Mbona usiku? Nilikuwa kwa jirani, nilikuwa saluni, nikaona nipitie kwa sababu sijawaona siku nyingi. Siku nyingi? Yes, sawa. Jeni, ndio umeniletea mzigo wangu hiyo cheni yangu. Cheni? Kwani nimekupigia simu kama nimesahau cheni yangu nimekwambia niletee nyumbani au?
Nimesahau, ndo kilichonileta hapa. Sijui utanianza wapi. Nashukuru tu Mungu ameenda. Sijui niingia ndani, sikuendea wapi. Ila kwanza rafiki yangu nikupe samahani. Nimekupa mzigo ambao hukutarajia ni kama litakukuta hii. Sijui kuaje. Nikwambie sasa. Kuna sehemu nilipitia, nimechelewa. Jamaa nimemkuta hapa, ananisubiri. Sina jibu la maana, nikasema nilikuwa kwako. Maana alikuwa kashanipandishia sauti kama kawaida yake. Kwa hiyo nikashindwa hata niseme kitu gani. Kama tu nimwambie bwana nilikuwa kwa Jeni. Simu yenyewe pia hata kukupigia simu nilishindwa, hata kukutumia message kukuambia kama nilikuwa kwa pia nikashindwa. Kwa hiyo bora pia limeisha rafiki yangu. Fanya jambo la heri. Lakini sikuwa nikifanya nini. Haya sawa, ngoja mimi nikuache. Hello baby. Mbona piga simu nachelewa kupokea? Nitaka nijue tu kama umefika salama. Ila mpenzi wangu, nimeenjoy sana mapenzi yako leo. Unajua sana mapenzi. Una kiuno kilaini zaidi ya feni. I love you baby. I love you. Nahisi kuandama kwa jua katwezi ndo siri yake. Kovu alibandwa magamba, kidonda na chubua, na anasema nitaki haya. Sawa, alifanya nisekwe, dunia nimeumbwa kwa ajili yake. Karibu Mr. Kevin. Thank you boss. Kuna kazi yote naweza nikakusaidia? Hapana. Okay. Unakumbuka ule mpango nilokuambia niachie mimi? Nishaseti plani zangu. Kila kitu kiko sawa. Kilichobaki tu subiria tu majibu. Hakuna tatizo. Kikubwa ni yeye tu aingie ndani. Akishafika ndani ya nyumba hii. Atake astake, atakubali kuwa mimi ndiye mume wake. Hakuna kinachoshindikana pale. Kwa jinsi nilivyoseti plani zangu, yule binti achomoe. Nakwambia boss. Kanywa bia. Mwagilia moyo. Hapo tu ninapokupendia mimi. Mungu anipe nini? Boss, kwa hili nitasimamia kideti. Achomoi bosi, achomoi. Asante sana. Leo anasema nipendia. Ndugu yangu na habari. Kumbe yule mzee hakuwa mwanaume wangu ambaye anakuja kunioa. Mwanaume ambaye anakuja kunioa kwanza ni kijana. Alafu ni kijana fulani hivi mweupe, mrefu, mzuri. Wa wapi wewe? Sasa Mtanzania shoga yangu anakaa England. Yaani mimi hapa ndo bye bye. Yaani nikiolewa hapa ndo bye bye. Yaani yule mkaka. Yaani sijui nisemaje. Yaani siku ambayo nitaingia ndani kwangu. Kwanza yule mkaka nataka nimkamatie hapa. Kwa sababu kwanza nimempenda. Yaani sio kama yule mzee. Nimempenda, mkaka mzuri, anaonekana handsome, mweupe mzuri, ana ndevu fulani hivi. Kwanza ndoa ipo, kwanza itakuwa lini? Ndoa haijajulikana lakini ipo ndugu yangu. Mpaka sasa hivi ndoa ipo 95% kabisa, bado 5% ya yeye tu kunioa mimi.
kovu libandwa magamba, kidonda na chubua, na anasema nitaki haya. Sawa, alifanya nisekwe, dunia nimeumbwa. Ethan, vipi shwari? Poa tu, mambo freshi. Bwana, naona kama uko sawa. Mimi niko sawa tu. Pengine wewe ndio unaona vibaya, lakini niko sawa. Mimi nafikiri ingekuwa wakati wako mzuri sana kushare changamoto zako pengine ambazo unapitia, yaweza ikawa kikazi au binafsi, ili tuone namna gani tunasaidiana. Amini, niko sawa. Sawa. Nikutakia wakati mwema mzee. Sawa, na wewe pia. Naisi kuandama kwa jua kat mwezi ndo siri yake, kovu libandwa magamba, kidonda na chubua, na anasema nitaki haya. Sawa, alifanya na binti yangu. Nimekaa nimetafakari kuhusiana na ile ishu uloniambia. Nimeona bora tu nikubali kuolewa na yule mwanaume. Unasemaje? Nimekubali kuolewa na yule mwanaume. Kama umekubali binti yangu, nimefurahi sana. Na baba yako hata kama atakufa leo, takuwa nimeenda kwa amani. Sasa sikia. Yule kijana yuko England. Kwa hiyo hayuko hapa. Kwa hiyo kwenye ndoa yake kuna mdogo wake ambaye atamwakilisha yeye. Badala. Si umenielewa? Ndio baba, mna shida. Nikuelewa. Umesikia binti yangu? Sasa hivi wewe ni mke wa mtu mtarajiwa. Kwa unatakiwa ujitunze, utulie. Maana mara nyingi watu huwa wakishatolewa barua wanaanza kuruka, mwisho wake mtu anakuja na kuangalia na kugumia kwenye uchochoro, ndio inakufa mama. Kwa hiyo tulia binti yangu, sawa eh? Niheshimishe baba yako. Taheshimika kweli kweli. Mapenzi siyo kulazimishana, ambaye nahisia naye ye anahisia nami. Ya raiti ningejua mapema, ningegoma. Huyu ninayemuona so yule nilompenda. Pesa ninazo, mali ninazo, ila furaha sina. Kuna muda najitenga peke yangu, ni upoze moyo. Safari ya mapenzi, safari ya mapenzi. Sasa nataka kutoka. Naomba tuongee kidogo. Kuna muda najizuia kulia. Unataka kusema kitu gani? Ila ndani ya bubujika. Nimetumwa. Nisikize nikwambie kitu. Kama nimeamua kuishi maisha yangu, basi acheni niishi maisha yangu. Sitarajii kuona usumbufu wowote ule kutoka kwenu. Utapokuwa sawa utanitafuta bro. Ethan, kwa kile kilichotokea jana hakina ukweli wa aina yoyote. Nahitaji muda kwa sasa. Najua unavyojisikia, ila ulinihisi vibaya tu. Nilikuwa tayari kufanya kila kitu kwa sababu yako Jenny. Lakini wewe haukujali ile. Anajua nimekukosea na ndio maana niko hapa kwa ajili ya kukuomba msamaha. Sitarajii tena kuendelea na mahusiano. Nahitaji kuishi maisha yangu. Yote ambayo umenifanyia mimi nimekusamehe. Sorry.
wakati mwezi ndo siri yake. Kovu alibandwa magamba, kidonda na chubua, na anasema nitakia sawa. Alifanya nisekwe, dunia nimeumbwa kwa ajili yake. Kwa marafiki nkataba, kuwa kwake nimeshatoa. Leo anasema nipendi sawa. Msimdanganye na Mjomba, hujue siamini. Hivi unataka kuniambia kweli kabisa wewe Zakia sasa hivi umeamua kabisa kuolewa? Ndiyo mjomba, nimempenda kwa sababu kwanza yule ni mwanaume mzuri, alafu pia ni kijana mwenzangu, alafu kwao ni matajiri. Kwao natumani nitaishi vizuri na ninyi huko nitakuja kuwasaidia. Mjomba, umenifurahisha. Mjomba, nimefurahi. Mjomba, katika hilo mimi sina la kusema. Mjomba, ninakubariki kwa kila miungu, kwa kila tamaduni zetu, na kutakia kila laheri, kwa sababu mjomba, cha kwanza, ndoa inakuheshimisha wewe na familia yako na jamii kwa ujumla. Hutaonekana tena kwamba ni mtu wa ajabu ajabu. Pili, ndoa ukisimama vizuri katika hivyo unavyofikiria wewe, mjomba, maisha yako yatakuwa vizuri. Japo sisi unavyoona mimi mjomba wako, sio mimi na ndoa, lakini maisha yetu ndio hivyo. Ningekuwa peke yangu ningeshindwa, lakini tuko wawili tunasaidiana. Na wewe ukimpata mwenzio mjomba, na akili yako ninavyokujua wewe ikikaa vizuri, naomba tu usibadilike mjomba wangu. Mungu atakubariki, utakaa vizuri, utakuwa na maisha bora, utatusaidia sisi wajomba zako. Asante. Na mimi nikasema yani nipite kote, lakini sisahau kupita kwako, kwa sababu mjomba ni mama na baraka zako kwangu ni muhimu sana. Asante sana. kurudi tena mahali langu chozi halina maana. Mi siwezi kuomba msamaha mahali wema wangu au mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi, mke wa bosi.